Unaweza kuamini gauni simple hivi linaweza kutoa muonekano classic kiasi hiki. Ukiona linakaa vizuri hivi ujue kuna siri kwenye mshono wake. Leo nakwenda kukuonyesha hatua kwa hatua namna nilivyotengeneza hii elegant round neck dress yenye fitting nzuri sana na muonekano wa kisasa. Kama unapenda mishono safi na fashion ya heshima yenye mvuto wa tofauti, basi video hii ni kwa ajili yako. Karibu tuanze kazi. Hicho ndo kitambaa chetu kama unavyokiona hapo, nimekikunja mara mbili. Tutakwenda sasa kuanza vipimo vyetu. Urefu wetu ni inchi 55, lakini kwa kuwa nguo yetu tunatolea inchi 5 juu, kwa utakuwa na 50, lakini kwa vipimo vyangu nitakwenda kuweka 55 hiyo hiyo na nitaongeza na inchi 1.5 ya kushonea, itakuwa 56.5. Kama hivyo ulivyoona hapo. Baada ya hapo tuna huo mstari nimeacha inchi 5. Inchi 5 na vipimo vyangu nitakwenda kuanzia hapo. Nitaanzia hapo kwenye huo mstari kwenda mbele. Bega letu ni inchi 15, tukigawanya kwa mbili itakuwa na 7.5. Kwa hivyo tutaweka hapo inchi 7.5, lakini nitaongeza inchi 1.5 itakuwa inchi 9. Kwa hivyo nitaweka hapo inchi 9. Kama unavyoona tayari nimeweka. Kwa pale letu tutashuka inchi 9. Kwa hivyo nitapanda inchi 5 juu na nitaweka alama kwenye inchi 9 hapo. Baada ya hapo tutaweka tena alama upande wa pili na tutanyosha mstari kama hivyo. Upana wa shingo yetu ni inchi 4.5. 4.5, lakini urefu wa shingo yetu ni inchi 5. Kwa hivyo nitaweka hapo inchi 5. Na nitakwenda kutengeneza hapo shingo yangu. Kama hivyo unavyoona nafanya, lakini nitainyosha shingo yangu moja kwa moja mpaka kwenye mstari kwenye hii na sehemu niliyoacha kitambaa nilichoacha huku cha inchi 5. Baada ya hapo tutakwenda kufanya vipimo vya kifua. Kifua chetu ni inchi 35, tukigawanya kwa 4 tutapata 8.3. Kwa hivyo nitaweka hapo hiyo 8.3. Lakini baada ya hapo nitaongeza inchi 1.5. Unaweza kuongeza hata inchi 1 tu inatosha pia, sio mbaya. Baada ya hapo nitatengeneza kama hivyo unavyoona. Mimi hapa sitakwenda kufanya vipimo vya tumbo na vipimo vya hips pia sitafanya. Kwa hiyo nitaichanua nguo yangu kama hivyo. Lakini ukipenda unaweza ukafanya vipimo vyako vya hips, vipimo vya tumbo na ukatumia design hii na bado nguo ikapendeza tu. Kwa hiyo utakuwa ni uchaguzi wako. Baada ya hapo nimepanda kwa inchi 1 hapo juu na nitatengeneza huko chini kama hivyo kuepusha nguo yangu kujichonga. Tayari sasa ndo nguo yangu inaonekana hivyo baada ya kufanya vipimo kama hivyo unavyoona hapo. Tutakata sasa nguo yetu. Tayari nimeshamaliza kukata nguo yangu kama hivyo unavyoona. Sitakata kwanza upande wa shingo huku. Baada ya hapo nimeweka kitambaa hiki ambacho ni kipande cha nyuma. Hiyo shingo ya nyuma nimeshuka inchi 3, lakini upana ni ule ule nilikuwa nimeweka. Na baada ya hapo nitakwenda kukata kama hivyo unavyoona nafanya. Nitakata hiyo shingo ya mbele. Lakini pia nitakata shingo ya nyuma kama hivyo unavyoona nafanya hapo. Baada ya hapo sasa tutakata huku. Hii ni design rahisi sana, ni rahisi mno kuikata, ni rahisi mno kushona na haikuchukui muda mrefu sana. Kwa hiyo tizama video hii kwa makini mwanzo mpaka mwisho ili na wewe uweze kujifunza hapa kitu. Tayari tumeshamaliza kukata kama hivyo unavyoona. Nadhani umeona hakuna ugumu wowote kwenye kukata wala kufanya vipimo. Baada ya hapo sasa hapa nimekwenda kupinda. Nimepinda kwenye kwapa hapo. Samahani sijakuonesha wakati nakwenda kupima lakini kushona, lakini nimepinda kwenye kwapa kwanza hapo. Hivyo. Kwa hiyo nitakwenda kuweka hivyo gauni langu
na nitapima zile nchi 10. Hapo ni katikati. Kwa hiyo nitapima zile nchi 10. Kumbuka tulitoa nchi 5 na kitambaa chetu tulikuwa tumekunja mara 2, kwa hivyo ni nchi 10. Na utakwenda kushika hivyo kama hivyo ambavyo mimi ninashika. Ushike zile nchi 10 zote tulizokuwa tumetoa. Hakikisha kitambaa chako kinalingana vizuri. Kisha kimelingana kabisa vizuri na utakwenda kushona mpaka chini. Tayari nimekwisha shona na pia nimebana hapo. Na tutakwenda kunyosha sasa. Tayari nimeshanyoosha nguo yangu kama hivyo unavyoiona hapo, nimenyoosha vizuri, imenyoka vizuri kabisa, nimenyoosha mpaka chini huku. Nadhani unaiona vizuri. Rinda hilo limekaa vizuri sana. Na huku pia nimeunganisha nguo yangu moja kwa moja kama hivyo unavyoiona. Nimeunganisha. Hapa sasa tutakwenda kukata kola yetu. Ambapo kola yetu hii imeungana na mikono. Imeungana na mikono moja kwa moja ambapo mikono yetu ni mifupi tu. Hapo upana wa shingo yangu nimeacha inchi 3.5. Tutakwenda kushuka inchi 6. Hiyo inchi 6 ni kwa ajili ya mkono. Mkono wetu kumbuka kule tulitoa inchi 5 juu lakini nimeongeza na inchi 1. Kwa hivyo ndio maana tumeweka inchi 6. Na hapo upana wa huo mkono wetu ni inchi 2, kwa hiyo nitaongeza pia na nusu inchi kwa ajili ya kushona itakuwa 2.5. Lakini urefu wa kola yangu hiyo ni inchi 4.5. Na baada ya hapo nitatengeneza umbo kama hilo unavyoliona hapo. Ikiwa ni mkono wangu huu pamoja na kola yake moja kwa moja hapo. Na nitakata. Nitakwenda sasa kukata kipande cha nyuma. Nitakata kola yangu hii ya nyuma, nitashuka inchi 3 hapo kwa hiyo kola ya nyuma. Na nitatengeneza kama hivyo unavyoona hapo. Na baada ya hapo nitakata sasa. Tayari nimeshakata, lakini vipande vyangu hivi nilivyokata vinakuwa viwili viwili, vile vya nyuma vinakuwa viwili na vya mbele vinakuwa viwili. Na maana kuna lining ambayo utakwenda kugeuzia hapo. Hapo kwenye round utakwenda kushona, hapo shingoni utashona. Na baada ya hapo utapima hapo. Utapima inchi 5.5. Na upande wa pili pia utapima inchi 5.5 kama hivyo ninavyofanya mimi hapo. Na utakwenda kushona kutoka hapo juu mpaka kwenye hiyo alama hapo, lakini shona kwanza upande wa shingoni huku. Na utashona kwa vipande vyetu vingine vya nyuma hivyo. Tayari nimeshashona kama hivyo unavyoona. Lakini pia nimekatakata kidogo kunyumbua shingo yangu, lakini nimegongea pia kwa vipande vyangu vyote viwili. Hivyo vya mbele na vya nyuma. Tutageuza sasa. Tutageuza na hicho kingine pia. Lakini baada ya hapo utakata hapo kama unavyoona mimi nafanya. Kuwa makini tu usikate uzi, kata kidogo hapo kwenye huo upande wa kwapa ambao tumeshona, unakata kidogo ili kusudi iwe rahisi kwako wewe kuja kushonea kwenye gauni lako pale. Nadhani ninavyonyosha hivyo unaona ile sehemu tuliyokata imetokeza kwa nje ili iwe rahisi zaidi kwenye kuunganisha pale. Na hicho kingine pia utakinyoosha. Utakinyoosha kama hivyo ninavyofanya, nyosha vizuri kabisa. Tutakwenda kushona hapo. Tayari nimeshashona, nimeshakiunganisha hapo. Na hicho pia nimekiunga kama hivyo unavyoona. Sasa hili ndo gauni letu. Hii ndo gauni letu, sasa tutakwenda kuishonea sasa. Hii kola yetu ambayo imeungana na mikono yetu. Kwa hivyo utaweka kama hivyo. Hiyo ni sehemu ya katikati hapo. Sehemu ya katikati hapo utaweka gauni lako kama hivyo na utachukua hiyo kola yako
Kama hivyo ninavyokuonyesha, utaweka hapo na utakwenda kushona kuzunguka shingo yako hivyo mpaka hapo mwishoni, na tutashona pia kwa upande mwingine wa pili. Tayari nimekwisha shona kama hivyo unavyoona. Nadhani unaona vizuri jinsi ambavyo nimekiunganisha. Baada ya hapo sasa tutakwenda kuweka hiyo nguo yetu hivyo ili tukaunge sasa upande wa mabega huku. Kwa hiyo utakwenda kuunganisha hapo kwenye mabega. Lakini baada ya kuunganisha kwenye mabega pia tutakwenda kupinda nguo yetu moja kwa moja. Tayari nimeshaunga kwenye mabega yangu kama hivyo unavyoona. Lakini pia huku chini nimepinda. Lakini hapa sehemu ambako niliweka lile rinda langu, nimefumua kwanza, sikutaka rinda langu nilipindie moja kwa moja, nimefumua kwanza nikapinda, alafu ndo nikarudishia rinda langu kama hivyo unavyoona. Na mpasuo pia nimeweka kwenye nguo yangu. Kwa kuweka pia mpasuo ni chaguo lako, unaweza kaweka ama usiweke. Baada ya hapo sasa nguo yetu inakuwa tayari kama hivyo unavyoiona, imependeza kabisa, imetokezea vizuri. Imetokea vizuri, ni design ni rahisi sana hii kushona. Kama hivyo unavyoiona. Na hapo ndio mwisho wa design yetu nzuri ya leo. Kama umependa hii classy round neck dress, usisahau ku-like video, kusubscribe na kuwasha notification ili usipitwe na design nyingine kali zaidi zinazokuja. Andika kwenye comment rangi gani umeipenda. Mimi ni Den Blessing Creations. Tukutane tena Alhamisi.